ni vita kwa sababu hatujategemea kuwa na matokeo ya ugumu kiasi hiki. Ilihitaji mpaka dakika 90 plus ndo tupate goli. Si tuliyategemea kwa sababu sisi tulishapata taarifa kwamba mechi zetu hizi mbili zina kampeni ya sisi kutupoteza. Lakini yote kwa yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu tumepata alama tatu, ambayo alama tatu hizi ambazo sisi tunaziamini kwamba zitatusogeza kutoka hapa tulipo na kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, hii vita imeisha. Tukitoka hapa tunaenda Singida, ni vita nyingine kubwa zaidi ya hii. Kwa sisi tunaamini ya kwamba kama tukijipanga vizuri, sisi msimu huu tushatangaza ubaya ubwela. Maana yake kila kitu ambacho sisi tumekitegemea kinaweza kikawa, kwa sababu sisi sasa hivi tuna vita vingi sana au mpira. Angalia hata asubuhi tulikuwa tunatakiwa tukabidhiwe uwanja tangu jana, lakini watu kwa mapenzi yao, kwa sababu ndio uwanja wao, wanatunyanyasa. Naongea haya kwa uchungu, na hii pia ni alamu kwa viongozi wetu. Simba mbona ni klabu kubwa sana, kwa nini nashindwa kujenga uwanja wake? Haya yote haya tunataka wenyewe na lazima tukubaliane, kwa sababu watu wakikwambia kwamba tokeni tufanye mazoezi, inabidi tukubali kwa sababu tuna uwanja. Lakini tukiacha hayo, mechi ilikuwa ni ngumu. Umeona JKT wanajipanga sana. Angalia na wachezaji wetu, na hisi kila baada ya siku mbili mechi hii pia inachangia pia kuongeza fatiki kwa wachezaji. Lakini angalia wachezaji wanavyojitoa, maana yake pia wao wana kiu pia na ubingwa wa Tanzania. Kwa hiyo kwa jinsi wanavyofanya jitihada hizi, naamini tutafika pale pazuri. Lakini kampeni ni mbaya ambazo tumeambiwa kabla ya kugeuka mwaka tuwe tushadondosha alama, lakini kwa sababu sisi tumeungana, tunapambana mpaka tone la mwisho, naamini kwamba tutachukua ubingwa wa nchi yetu. Mechi ya leo ni tofauti na mechi dhidi ya Singida. Mimi kwa kweli nilikuwa na baadhi ya wachezaji pale ndani, tulikuwa tunazungumza kwamba hii mechi ijayo unatakiwa ujipange kama unaenda kucheza na National Ahli, kwa sababu Singida Black Star inaonekana ina wachezaji wazuri, lakini achilia wachezaji wazuri, tunajua ni timu ambayo ina vinasaba na timu nyingine ambao ni wapinzani wetu. Kwa hiyo sisi inabidi tujipange, kama tukienda kule tuende kwa mentality ya kusema kwamba tunaenda kucheza timu kubwa. Kama tukifanya maandalizi mazuri, naamini Singida atafungwa. Tukienda kwa kuwaandaleti wale wapinzani, naamini tutapata matokeo ambayo yatatushangaza. Sisi tunaamini timu yetu ni nzuri, ila Singida pia na wachezaji wazuri. Kama tukijipanga vizuri, naamini kwamba tutapata ubingwa, kwa sababu Singida sasa hivi washacheza karibia mechi 15, wanaenda kucheza mechi ya 16. Inaonekana bado wenyewe ina nia kufanya vizuri. Kama sio ubingwa, basi ienda angalau hata nafasi 4 za juu. Kwa hiyo tunaenda kucheza na mechi ambayo tunaamini kabisa itakuwa ni ngumu, ambayo inabidi tuende kwa maandalizi, ambayo kama tunaenda kucheza na National Ahli ni mechi ngumu, ambayo kama tukijipanga vizuri tuna uhakika kupata matokeo. Tukiwaandaleti wapinzani tutapata matokeo ambayo ni magumu. Kwa hiyo ni wachezaji na technical bench, kama wakijipanga vizuri naamini tutapata matokeo. Imekuwa ni gepu kubwa mno kutoka ushindi wa bao 5 mpaka bao 1 la penalti. Hii inaashiria nini kiwango cha wana Simba? Kinakuwa kama hakija kama alipake. Ndio hicho ninachokuambia, tulikuwa tuna kampeni ya kupoteza game 3. Tumeshinda dhidi ya Kagera Sugar kwa idadi ya magoli mengi, magoli 5. Tumekuja kucheza dhidi ya JKT ambao ndio mechi iliyokuwa inaangaliwa. Mpaka na upande wa pili walikuwepo uwanjani, lakini bado tukatoboa kwa ugumu. Hii mechi inayokuja wachezaji wetu inabidi wafanye maandalizi kama wanaenda kucheza na National Ahli au Zamalek, kwa sababu Singida tayari washahakikishiwa kwamba hii mechi ijayo lazima Simba apoteze. Kwa ubora wa kikosi chetu na kwa jinsi ambavyo wachezaji pamoja na technical bench wanajiandaa, kilichobakia ni mashabiki na wanachama kutoka Singida na hapa Dar es Salaam tutoke ili tukaungane kwa hali yoyote ili tupate matokeo.